Education Plus Academy inatangaza kuwa imeanza kuandikisha wanafunzi wapya kwa mwaka mpya wa masomo 2022 kwa wanafunzi wa baby class, maandalizi, msingi pamoja na kidato cha kwanza. Education Plus Academy ni shule ya kisasa inayofundisha kwa kufuata mitaala ya serikali, inasomesha kwa lugha ya Kiingereza na yenye walimu wa kutosha na wenye sifa na umahiri katika ufundishaji. Shule inasomesha kwa vitendo ikiwa ni pamoja na utumiaji wa laboratory na matumizi ya library. Shule inafundisha kompyuta na madrasa bure kwa wanafunzi watakaojiunga na shule hiyo. Shule ni ya kutwa na ina usafiri wa uhakika kwenda na kurudi, chakula muda wote wakati wote wa masomo. Shule ipo katika mazingira mazuri na viwanja vya michezo. Shule ipo Chuini Ziwani, wilaya Magharibi A. Usajili wa wanafunzi wapya unaendelea hadi tarehe 31 ya mwezi wa kwanza mwaka 2022. Ofisi zipo wazi kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10 za jioni, na siku za Jumamosi na Jumapili ofisi zitakuwa wazi kuanzia saa 2 kamili za asubuhi hadi saa 9 za jioni. Kwa maelezo zaidi fika ofisini kwao Chuini Ziwani au wasiliana nao kwa simu namba 0773848200 au 0773670757. Shime mnakaribishwa, wahi sasa, nafasi ni chache. Education Plus Academy, a journey toward excellence. Asante.
ajili ya kutunuku vyeti na stashahada mbalimbali za chuo cha utawala wa umma. Asante. Wahitimu oye! Mhandisi Zena safi! Mheshimiwa Harun yupo? Mheshimiwa mgeni rasmi, Katibu wa Baraza la Mapinduzi na Katibu Mkuu Kiongozi Mhandisi Zena Ahmed Said, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora Mheshimiwa Harun Ali Suleiman, Mwenyekiti wa Baraza la Chuo cha Utawala wa Umma Mheshimiwa Fatma Said Ali, ndugu wajumbe wa Baraza la Chuo cha Utawala wa Umma, ndugu Naibu Katibu Mkuu Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Kati, ndugu wafanyakazi wa Chuo cha Utawala wa Umma, wahitimu wa Chuo cha Utawala wa Umma, ndugu viongozi mbalimbali wa taasisi za elimu ya juu mliohudhuria, ndugu waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote nachukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu, Mola aliyeumba mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake, kwa kutuwezesha kushiriki katika sherehe hii ya mahafali ya 14 ya Chuo cha Utawala wa Umma tukiwa katika hali ya uzima na afya. Alhamdulillah. Aidha, naomba kupitia hadhara hii kukushukuru wewe binafsi Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kukubali mwaliko wetu wa kuwa mgeni rasmi katika sherehe hizi za kuwatunuku vyeti wahitimu wetu licha ya majukumu mengi ulionayo ya kitaifa na kijamii. Napenda pia kutumia fursa hii kukushukuru kwa dhati Mheshimiwa Harun Ali Suleiman, kwanza kwa kuiongoza vyema wizara hii, lakini pia kwa miongozo yako unayotupatia mara kwa mara kwa maendeleo ya chuo chetu. Shukrani pia ziende kwa waheshimiwa viongozi mbalimbali mliohudhuria, wazee wangu, wananchi, wahitimu, waandishi wa habari na ndugu zetu wa vyombo vya ulinzi na usalama, pamoja na nyote mliotuunga mkono kwa namna moja au nyingine katika kufanikisha sherehe yetu hii. Kwa niaba ya uongozi na wafanyakazi wa chuo nasema asanteni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, watumishi ni rasilimali ya msingi katika kufanikisha utekelezaji wa majukumu na malengo ya serikali yetu. Mafanikio ya taasisi, jumuiya au taifa lolote duniani yanategemea aina ya watumishi waliopo katika taasisi au taifa hilo. Chuo chetu, kwa kuwa ndicho kilichopewa jukumu la kuendeleza watumishi, kimeendelea kutoa nafasi zaidi kwa watumishi wa umma wenye vigezo kujiunga na chuo kwa ajili ya kujiongezea ujuzi na maarifa katika programu za mafunzo marefu. Mheshimiwa mgeni rasmi, haya ni mahafali ya 14 ya chuo chetu ambayo yanajumuisha wahitimu 757. Kati ya hao 757, asilimia 70 ni wanawake. Jipongezeni kwanza. Na leo hii utawatunuku stashahada pamoja na astashahada za mipango ya maendeleo, usimamizi wa rasilimali watu, uhusiano wa kimataifa na diplomasia, teknolojia ya mawasiliano ya habari, utawala wa serikali za mitaa, mahusiano ya umma, utawala wa umma, ununuzi na ugavi, utunzaji kumbukumbu na nyaraka, uhazili, uchumi na fedha, pamoja na uongozi wa elimu na utawala. Tuna kila sababu ya kuwapongeza kwa vigeregere na vifijo wahitimu wetu. Ipongezeni. Mheshimiwa mgeni rasmi, kati ya wahitimu hao, asilimia 31 ya wahitimu ni watumishi wa umma. Mheshimiwa mgeni rasmi, chuo kimeendelea kuimarisha mafunzo ya kujenga uwezo kwa watumishi wa umma
na mafunzo elekezi kwa watumishi wapya na jitihada kubwa za kushajihisha wizara na taasisi mbalimbali kuleta watumishi yao kwa ajili ya kupata mafunzo hayo zinafanyika. Kwa kipindi cha mwaka 2021-2022 hadi kufikia leo, chuo kimetoa mafunzo kwa watumishi wa umma 1114. Kati ya hao watumishi 896 wamepata mafunzo elekezi kutoka taasisi 56 za serikali na 218 wamepata mafunzo ya kujenga uwezo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mara ya kwanza katika historia ya chuo tumefanikiwa kuendesha mafunzo ya ngazi za kati na juu kwa viongozi mbalimbali, ikiwemo mafunzo ya kujenga uwezo kwa waheshimiwa wajumbe wa Baraza la Wawakilishi, hasa wanawake, mafunzo ya kujenga uwezo kwa wakurugenzi na wakuu wa mashirika, mamlaka na taasisi zinazojitegemea za SMZ, pamoja na mafunzo ya kikada kwa madereva wa taasisi za umma na mafunzo ya utunzaji kumbukumbu kwa maafisa na watumiaji wa kumbukumbu, yani record users. Aidha, katika kutekeleza jukumu lake la kufanya tafiti zinazohusiana na utumishi wa umma kwa mwaka huu wa 2020, 2021 na 2022, chuo kinaendelea na tafiti 3 ikiwemo tathmini ya mafunzo ya kujenga uwezo kwa watumishi katika utumishi wa umma, tathmini ya uwezo wa kiutendaji unaohitajika kwa ofisi za mawasiliano ya umma Zanzibar, pamoja na tathmini ya mahitaji ya watumishi wa umma katika kuimarisha utumishi wa umma Zanzibar. Baada ya kumalizika tafiti hizo, matokeo yake yatachapishwa na kuwasilishwa serikalini. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kuwa chuo ni taasisi inayokuwa, hakina budi kuwa na mipango madhubuti ya muda mrefu ili kukabiliana na ongezeko la watumishi wa umma wanaohitaji kupatiwa mafunzo. Kwa msingi huo, chuo kwa kushirikiana na Chuo cha Kidiplomasia cha Dar es Salaam CFR kimeandaa mwongozo wa mafunzo mafupi ambao utawasilishwa serikalini hivi karibuni. Ni imani yetu kuwa utekelezwaji wa mwongozo huo utaisaidia serikali kuokoa fedha nyingi ambazo zingetumika kuwapatia watumishi mafunzo nje ya nchi, na badala yake fedha hizo kutumika katika kutatua changamoto mbalimbali za wananchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kuimarisha miundombinu ya chuo kwa lengo la kuimarisha utoaji huduma kwa umma, chuo kimefanikiwa kuunganishwa na huduma ya mkonga wa taifa ambayo inapelekea kupata huduma ya mtandao wa internet kwa ufanisi katika tawi la Unguja pamoja na Pemba. Halikadhalika, kukamilika kwa kituo cha daladala ambacho kinatoa fursa kwa wanafunzi wetu kupata sehemu salama ya kusubiri usafiri wa jumuiya. Ununuaji wa mashine za 20 mpya za uchapaji, yani typewriters, halikadhalika kuongeza kompyuta 40 kwa ajili ya kutoa ufanisi kwa wanafunzi lakini na chuo kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, chuo pia kimewapatia watumishi wake mafunzo ya usimamizi na tathmini M&E, mafunzo ya huduma kwa mteja, pamoja na mafunzo ya matumizi ya nyaraka mpya za ununuzi kwa bodi yetu ya zabuni. Mheshimiwa mgeni rasmi, licha ya mafanikio mengi yaliyopatikana, bado chuo kinakabiliwa na changamoto kadhaa zinazokwaza utekelezaji wa shughuli zake za kila siku. Baadhi ya changamoto hizo ni ucheleweshwaji wa malipo kutoka kwa baadhi ya taasisi za umma, hususan zinazopatiwa mafunzo elekezi kwa watumishi wao. Mheshimiwa mgeni rasmi, uongozi wa chuo kwa namna ya kipekee kabisa tunaleta ombi letu maalum kwako la kuangalia uwezekano katika bajeti ijayo ya serikali kutenga fungu maalum la mafunzo ya kujenga uwezo kwa serikali nzima badala ya utaratibu uliopo sasa. Hii kwa kiasi fulani itasaidia ushiriki mkubwa wa watumishi katika mafunzo haya, kwa sababu fedha zitakuwa zipo na kazi yetu kama chuo itakuwa ni kupangia ratiba ya mafunzo hayo watumishi mbalimbali wa serikali. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kumalizia, tunaipongeza kwa dhati serikali ya awamu ya 8 chini ya uongozi imara wa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa hatua mbalimbali nazozichukua katika kutatua changamoto mbalimbali za wananchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, na katika hili ni imani yetu kwamba kipande chetu cha barabara kutoka barabara kuu Suza hadi chuoni kwetu kitakuwa ni miongoni mwa barabara za ndani zitakazopewa kipaumbele katika ujenzi wake kwa hatua ya lami. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya hayo machache, kwa mara nyingine tena
naomba kuchukua fursa hii kukupongeza wewe kwa namna unavyofanya kazi kwa ari, uweledi na kujituma katika kuleta maendeleo Zanzibar, na tunamuomba Mwenyezi Mungu azidi kukupa nguvu na afya njema. Amin. IPA oye! Wahitimu oye! Mheshimiwa mgeni rasmi, Katibu wa Baraza la Mapinduzi na Katibu Mkuu Kiongozi, Mheshimiwa Mhandisi Zena Ahmed Said, Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora, Maalim Haruni Ali Suleiman, Mheshimiwa Mwakilishi wa Mkuu wa Mkoa wa Kusini Unguja, ndugu mwakilishi wa Katibu Mkuu Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora, Mkurugenzi Chuo cha Utawala wa Umma, ndugu viongozi wote mlohudhuria, ndugu wageni waalikwa, ndugu wafanyakazi, wahitimu na wanafunzi, ndugu waandishi wa habari, itifaki imezingatiwa. Awali ya yote, nachukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kutuwezesha kukutana hapa leo tukiwa katika hali ya afya njema. Pili, kukushukuru wewe binafsi Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kukubali kuungana nasi katika siku hii adhimu ya leo, licha ya majukumu mengi ya kazi ulionayo, na tumeona mfano wa asubuhi ya leo. Tunakushukuru sana, tunasema asante sana. Karibu chuo chetu cha IPA. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kuweka mazingira bora ya utoaji wa huduma nchini, chuo kimefanikiwa kupata kiwanja kwa upande wa tawi la Pemba kilichopo shehia ya Mfikiwa, wilaya ya Chake Chake. Kiwanja hicho kina ukubwa wa ekari 7, ambapo taratibu za kupata hati ya matumizi zinaendelea baina ya chuo na Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika mwaka wa fedha 2021-2022 chuo kimeweza kuandaa michoro na makisio ya mradi wa jengo la utawala. Mradi huo pamoja na miradi mingine tayari imewasilishwa serikalini pamoja na kwa wadau wengine wa maendeleo kwa lengo la kuomba ufadhili. Mheshimiwa mgeni rasmi, miongoni mwa mafanikio makubwa ya chuo ni kuimarisha uhusiano na taasisi mbalimbali. Kwa mfano, chuo kina mashirikiano na Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM yaliyopelekea kusainiwa kwa hati ya makubaliano pamoja na mkataba wa mashirikiano. Malengo makuu ya mashirikiano hayo ni kuendeleza kielimu wakufunzi wa Chuo cha Utawala wa Umma katika ngazi ya shahada ya uzamili na uzamifu, ambapo kwa sasa wakufunzi 16 wa shahada ya uzamili na wakufunzi 28 wa shahada ya uzamifu. Wote hao wanaendelea na masomo yao katika muhula wa pili. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na mafanikio hayo niliyotaja, chuo kinakabiliwa na changamoto katika miundo mbinu.
Kwanza, ufinyu wa nafasi kwa shughuli za utawala na uendeshaji, ambapo chuo kinalazimika kutekeleza shughuli za utawala na taaluma katika jengo moja ambalo kwa sasa halitoshelezi kwa kazi hizo. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kutoa shukrani zangu za dhati kwako wewe binafsi na ofisi yako kwa namna ya kusimamia majukumu ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, ukiwa ni msimamizi mkuu wa shughuli za kiutumishi kikiwemo na chuo cha utawala wa umma. Kwa namna pekee nachukua fursa hii kumpongeza Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Katiba ya Sheria ya Utumishi na Utawala Bora, Maalim Haruni, pamoja na uongozi mzima wa ofisi yake kwa kuendelea kutuamini katika kusimamia na kutekeleza majukumu yetu. Imani hiyo imetupa nguvu za kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya hayo machache, kwa mara nyingine tena nachukua fursa hii kuwapongeza wahitimu wetu kwa kazi kubwa walioifanya, na leo hii watastahiki kupata ujira wao. Ambavyo ni vyeti vyao vya uhitimu wa mafunzo yao. Wahitimu oye! Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya machache, kwa heshima naomba kuchukua fursa hii kumkaribisha Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Katiba ya Sheria na Utumishi na Utawala Bora, ili aweze kusema machache. Mheshimiwa Waziri, karibu. Asante. Katibu Mkuu Kiongozi na Katibu wa Baraza la Mapinduzi, Mhandisi Zena Said Ahmed, Mheshimiwa Mwenyekiti wetu wa Chuo cha IPA, Mheshimiwa DC kwa niaba ya Mkuu wa Mkoa Kusini Unguja, Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu, Mkurugenzi, waheshimiwa mbalimbali wa wakurugenzi na watendaji waheshimiwa walimu wetu, wakufunzi wetu na waheshimiwa wanafunzi, asalamu alaykum. Jukumu langu ni dogo sana. Nimeambiwa kwanza nizungumze machache, na kwa sababu mimi ni waziri nasimamia sheria na utawala bora, nitafuata maelekezo nizungumze machache ili sikavunja itifaki ya kusema mengi. Siku ya leo nimekuleteni mgeni maalum. Kuna watu watajiuliza maswala mengi, kwa nini kamleta Chief Secretary na waziri huko? Nataka nikwambieni, Chief Secretary au Katibu Mkuu Kiongozi ndio mkuu wa shughuli za utumishi, na hiki ni chuo cha utumishi, na mimi nimemleta maksudi leo hapa. Nataka nimkabidhi rasmi ulezi wa chuo hiki cha IPA, akisimamie, kishughulikie, kwa sababu yeye ndio mtumishi mkuu wa serikali. Nataka niwahakikisheni akikisimamia yeye kwa upande kama ni mkuu wa utumishi, kwa kushirikiana na wizara yetu, imani yangu mtakuwa salama na mambo yenu yatakuwa mazuri sana sana, kwa sababu yeye ndio mtendaji mkuu wa watumishi wote. Hata wakufunzi watafurahi sana wakisikia kwamba hilo linafanyika hapa kwenye chuo chenu. Lakini zaidi ya hivyo, Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi na maombi mawili matatu tu leo. Moja ni masikitiko kidogo, nataka utusaidie. Mara nyingi chuo hiki kinaandaa programu za kuwawezesha kuwapa weledi wa uongozi, wakuu wa taasisi na wakurugenzi na viongozi mbalimbali wa mashirika. Mafunzo yale yanatija ya kuongezea uwezo na uweledi wa kuongoza taasisi zao. Kwa bahati mbaya, mimi mwenyewe nimekwenda kufungua mafunzo mara 2 3
mahudhurio ya wakuu wa taasisi zile yanakuwa si mazuri. Nikuombe katika vikao vya makatibu wakuu uzungumze na makatibu wakuu kwamba mafunzo haya yanatoka chuo chetu ni muhimu. Wasifikirie mafunzo mazuri ni yale tu yanatolewa bara au nje ya nchi, kwa sababu yanatolewa na Wazanzibari wakayadharau. Hawa ni wazuri na wana uwezo mkubwa sana wa kutoa mafunzo haya. Ombi la pili, wamesema wana mashirikiano na UDOM, lakini pia na ile taasisi yetu ya uongozi institute. Nadhani na wao wana mashirikiano wao kwa njia moja, wameshirikiana katika kuandaa mafunzo ya mawaziri na makatibu wakuu na wengineo. Naomba sana kwa mashirikiano yako tupate uwezo mkubwa wa kuandalia program viongozi wetu, na chuo hiki kina uwezo kabisa wa kuandaa program hizo, sina shaka yote. Wakufunzi wapo, wataalamu wapo. Kama hawapo chuoni, tunaweza tukachukua hata nje, lakini chuo hiki kikaendelea na shughuli kama ni co-function ya kutoa mafunzo kwa watumishi mbalimbali serikalini. Nimepata habari hapa na najua sasa hivi madereva wa viongozi wakitaka kupewa mafunzo basi lazima waende Tanzania bara, lakini sasa hivi program tayari zishaandaliwa, yatatolewa hapa na natarajia yatasimamiwa vizuri na itakuwa njia moja ya kupata mapato. Imani yangu chuo cha IPA watasimamia vizuri mafunzo hayo, na madereva wetu hawa wanahitajia mafunzo. Wengi wa madereva wanaendesha gari za viongozi hawajui itifaki za kuwachukua viongozi. Kwa mfano, mlango upande wa kushoto anambidi ateremke pale, wanamteremsha upande wa kulia. Mimi mwenyewe nilipokuwa naibu katibu mkuu Wizara ya Elimu, nilikuwa naibu katibu mkuu Wizara ya Elimu kabla sija waziri, nilikwenda nyumbani kule. Nikisema nyumbani, wengi wanakujua nyumbani wapi, njia hiyo nambari 10. Basi yule dereva anakaa Mwanakwerekwe. Kufika Mwanakwerekwe anaambia mimi nishafika mheshimiwa, kwa hivyo niache hapa, kwa sababu nyumbani hapo wewe tena chukua gari uendelee na safari yako. Mambo kama hayo yanafanywa na madereva. Nilichofanya mimi, nikaambia hewa za bwana mkubwa, akateremka, nikachukua gari nikaenda nyumbani. Asubuhi anakuja nimpe funguo, sikumpa. Nikamwambia mimi nilikuwa naibu katibu mkuu, kwa niaba ya katibu mkuu nikamwambia katibu mkuu wangu, nikamwambia bwana, huyu bwana kafanya vitendo hivi, nadhani tumchukulie hatua. Tukamsimamisha kazi na baadaye kazi kamshinda. Nadhani sasa hivi anaendesha magari ya mawe. Nidhamu hawana baadhi ya madereva wetu. Unachukua kiongozi, wewe ndio unakuwa mzungumzaji mkuu ndani ya gari kuliko yule kiongozi uliomchukua. Unamuuliza maswala mbalimbali. Sasa hayo yanataka mafunzo maalum kudili na viongozi. Kwa mheshimiwa, mafunzo hayo imani yangu yameandaliwa vizuri, na itapofika wakati wake tutaomba madereva wote wa viongozi, kuanzia wakurugenzi, makatibu wakuu, manaibu, mawaziri, wakuu wa mikoa na wilaya, wote tuwalete hapa. Ni jambo la lazima, si la hiari, ili chuo chetu kiweze kutoa mafunzo hayo na uwezo wanao. La mwisho, nataka nitoe taarifa nzuri tu. Muundo wa chuo chetu uko tayari, na nakushukuru sana kwa juhudi mlizochukua. Muundo uko tayari. Sasa bodi waharakishe tu kupanga safu zao vizuri, ili tupate wakuu wa idara, tuanze kutekeleza majukumu yetu ipasavyo, na maslahi yatakuwa mazuri zaidi tukiweza kujipanga vizuri, kwa sababu miundo ya wizara zote 16 sasa hivi naweza kusema iko tayari, na tayari scheme of service hizo ziko tayari, na tayari tunapanga kwa mujibu wa maeneo yao na kada zao, na inshallah mambo yatakuwa mazuri. Subira kidogo tuipatikane, lakini mambo yatakuwa mazuri, na tutafanya kazi kwa nguvu zetu zote kuhakikisha kwanza maslahi ya watumishi yanaimarika zaidi, yanakuwa mazuri, na hao walimu wanafanya kazi nzuri sana. Mimi nawapongeza sana. Chuo kimetulia, chuo kinaendelea vizuri, na wanafunzi na wao niwapongeze kwa nidhamu zao nzuri. Waendelee kujenga nidhamu, watapoondoka hapa wanakwenda kutekeleza majukumu yao kwenye taasisi, wakafanya kazi vizuri. Baada ya hayo, taarifa ya mwisho, barabara yetu inatoka kwenye eneo la barabara kuu kupitia chuo chetu cha IPA. Tayari Mheshimiwa Rais keshaagiza na ishatiwa kwenye mpango wa barabara za ndani.
wakati wote mtaala mafundi wanakuja, barabara yetu inatengenezwa kwa kiwango cha lami tukijaliwa. Si haba, angalau nimepiga makofi. Mheshimiwa, sasa baada ya hayo nichukue nafasi hii nikukaribishe uje uzungumze na hadhira hii hapa, na baadaye nikuombe watunuku vyeti wale wanaostahili kutunukiwa leo. Asante, karibu sana. Wajumbe wa Baraza la Chuo cha Utawala wa Umma, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Kati Unguja amekuja pia kwa niaba ya Mkuu wa Mkoa, namuona pia Katibu wa Kamisheni ya Utumishi wa Umma, ndugu wafanyakazi wa Chuo cha Utawala wa Umma, ndugu wahitimu, ndugu viongozi mbalimbali, brass band, wageni waalikwa wakiwemo wazazi na walezi wa wahitimu wetu, ndugu waandishi wa habari, mabibi na mabwana, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Awali ya yote napenda nichukue fursa hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake, ambaye ameweza kutupa neema ya uhai na afya njema, na leo hii tumeweza kukusanyika hapa katika hafla hii ya mahafali ya 14 ya Chuo cha Utawala wa Umma. Baada ya itifaki hizo na kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwanza ningependa niwaone wale 70% ya wahitimu ambao ni wanawake. Hebu simameni kwanza niwaone. Mashaallah. Sasa kawaida huwa watu wanaambiwa, utasikia wakina mama wanaambiwa pigeni vigelegele. Hebu pigeni nisikie. Lakini huwa najiuliza kama wakina baba huwa hawawezi. Naomba mkae. Wale 30% mliobaki na nyinyi wa kiume, naomba msimame niwaone. Sasa sijui kama kuna vigelegele vya kiume. Vipo? Hebu jaribuni nione. Kule bara ambapo nimefanya kazi kwa muda mrefu, huwa wanasema wakina mama pigeni vigelegele, alafu wanasema wakina baba unguruma. Zimetoka za hapo mbele tu, hebu tujaribu tena. Mejitahidi. Asante, naomba mkae. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Baraza la Chuo, viongozi mbalimbali pamoja na wahitimu na wageni waalikwa, pili nichukue fursa hii baada ya kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu, kukushukuru Mheshimiwa Waziri kwanza, lakini pia nikushukuru Mwenyekiti wa Baraza la Chuo pamoja na uongozi mzima wa Chuo cha Utawala wa Umma kwa heshima kubwa ambayo mmenipatia ya kuwa mgeni rasmi katika sherehe hii muhimu na adhimu ya kuwatunuku vyeti wanafunzi ambao wamehitimu mafunzo yao katika ngazi na fani mbalimbali za masomo. Aidha, nachukua fursa hii au nafasi hii kuwapongeza sana wote kwa maandalizi mazuri yaliyopelekea kufana kwa sherehe hii. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Baraza la Chuo, pia nichukue fursa hii adhimu kuwapongeza wahitimu wote ambao leo hii mtatunukiwa vyeti vyenu baada ya kazi ngumu mlioifanya katika kipindi chote cha masomo yenu. Kwa kweli mnastahili pongezi za dhati. Hongereni sana. Kwa msingi huu, wakati mnahitimu mafunzo yenu haya, mtambue kuwa huo ni mwanzo mzuri wa safari ndefu ya kuongeza utaalamu na ujuzi kwa fani zenu mlizosomea na pengine kuongeza na nyingine, kwani elimu huwa haina mwisho, na nikuombeni muwe na utayari wa kujiongezea viwango vyenu vya elimu ili kuleta mabadiliko katika utendaji wa majukumu yenu. Aidha, pia nachukua fursa hii kutoa wito kwa wahitimu wote walio kwenye utumishi wa umma na wale ambao bado hawajapata fursa ya kuingia kwenye utumishi huo, kuitumia vyema taaluma mlioipata kwa kubadilisha utendaji kazi na kuacha ule wa mazoea na kwenda kwenye utumishi wenye kuzingatia weledi, tija na utoaji huduma kwa wananchi kwa wakati.
Hebu niwaone wale asilimia tuliambia 31 watumishi wa umma wanao graduate. Naomba msimame. Watumishi wa umma nimeambiwa mpo hapa mna graduate. Mlisahau kama ninyi watumishi? Wao wengine. Haya, asanteni. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Baraza la Chuo cha Utawala wa Umma hapa Zanzibar, kama vilivyo vyuo vingine ulimwenguni vinavyofanana kisera na kimwelekeo, ina dhima ya kumwandaa na kumwendeleza mtumishi wa umma ili amudu kutekeleza majukumu aliyoyapangiwa kwa weledi, uadilifu, upendo na uzalendo. Mtumishi wa umma ndio rasilimali ya msingi na nguvu kazi katika maendeleo ya taifa lolote lile. Kwa msingi huo, chuo hakina budi kujikita katika kufanya tafiti mbalimbali zitakazosaidia kuandaa programu za mafunzo ya muda mrefu na muda mfupi zinazokwenda sambamba na mahitaji ili kuisaidia serikali kuwa na watumishi bora wanaotoa huduma kwa vigezo na viwango kulingana na matarajio ya wananchi. Nimefarijika sana kusikia na kuona kwamba chuo kimepiga hatua kubwa katika kuendeleza watumishi wa umma kitaaluma kwa kuendeleza juhudi za kuimarisha utoaji wa mafunzo hayo. Na tayari chuo kimeshaandaa mwongozo wa mafunzo mafupi ya kuwajengea uwezo viongozi wa ngazi za juu na wateule pamoja na watumishi wa umma kwa kada zote serikalini. Aidha, kuanza kwa utekelezaji wa hati ya makubaliano baina ya chuo hiki na Chuo Kikuu cha Dodoma, ambapo wanafunzi wa vyuo au wanafunzi wa chuo na watumishi wengine wameweza kujiunga na shahada ya uzamili na uzamivu, ni jambo la kujivunia sana. Naomba tujipongeze kwa hilo. Kwa upande wa uimarishaji wa miundombinu wa chuo, nimefarijika kuona kwamba chuo kimekamilisha mradi wa ujenzi wa uzio, lakini pia kupatikana kwa mchoro kwa ajili ya ujenzi wa jengo la utawala na majengo mengine, pamoja na yale mliyozungumzia kwa upande wa Pemba. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Baraza la Chuo, napenda nitumie fursa hii kuipongeza Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar chini ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa hatua mbalimbali zinazochukuliwa katika kuhakikisha kuwa watumishi wetu wanafanya kazi zao kwa ustadi na weledi mkubwa. Pongezi hizi zinaenda sambamba na juhudi mbalimbali zinazochukuliwa na uongozi wa Wizara ya Nchi, Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora, pamoja na uongozi wa chuo katika kuhakikisha kuwa chuo kinaandaa programu mbalimbali hususan za mafunzo mafupi kwa watumishi wetu ili kuleta tija na ufanisi katika utendaji kazi za kila siku. Napenda nitumie fursa hii kulipongeza baraza lako Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kusimamia vyema sera, sheria na utekelezaji wa miongozo mbalimbali inayotolewa katika uendeshaji wa chuo. Nina matumaini makubwa chini ya uongozi wako Fatma Said Ali kwamba baraza hili litaendelea kuleta mabadiliko makubwa katika chuo hiki. Nimesikia changamoto alizosema hapo Mheshimiwa Waziri kuhusiana na mafunzo yanayoandaliwa kwa wakuu wa taasisi mbalimbali za umma, lakini mahudhurio yamekuwa ni hafifu. Niahidi kwamba hili nitalisimamia kwa sababu mafunzo haya yana umuhimu mkubwa sana katika kuwekana sawa na kuwa na uelewa wa pamoja kuhusiana na utendaji wa serikali. Kama mnavyojua, katika kuleta mabadiliko mbalimbali, Mheshimiwa Rais amekuwa akiteua watu kutoka sehemu mbalimbali. Wengine wanatoka sekta binafsi, wengine wanatoka zile taasisi wanaita asasi zilizokuwa pengine zinafanya non-profit organization na kadhalika. Kwa hiyo kuna haja ya kuwekana sawa kwa kupeana mafunzo mbalimbali yakiwemo yale ya orientation kwa watumishi wapya ili waweze kufahamu yanayotakiwa katika utumishi wa umma, miko ya utumishi wa umma, the do's and the don'ts za utumishi wa umma, ili tunapoenda kutekeleza majukumu yetu basi tuweze kwenda vizuri na kuwatumikia wananchi pasavyo, badala ya kuwa kwamba unakwenda na kufanya unavyoona wewe inafaa.
Kila fani ina miongozo yake, na chuo hiki haswa ni mahususi katika kutoa miongozo mbalimbali kwa watumishi wa umma. Niwaombe chuo sasa, katika kutoa mafunzo yote mnayotoa, nimeona mnatoa kwenye fani mbalimbali, muweke msisitizo mkubwa sana kwenye masuala ya nidhamu. Nidhamu imekuwa na upungufu mkubwa sana katika utumishi wa umma. Nyinyi wote ni mashahidi, mnalalamika mnapokwenda kupata huduma mbalimbali, mnalalamika jinsi mnavyojibiwa pengine lugha zisizofaa. Watumishi wamekuwa wakitenda ndivyo sivyo. Kwa hiyo niombe sana, pamoja na kwamba kuna fani mahususi mnazofundisha, lakini uwekwe msisitizo wa nidhamu. Lakini pia ni vyema pengine mkawa kwa ufupi mnagusia pia makosa mbalimbali katika utumishi wa umma ambao wengine wamekuwa wakiyatenda hata bila kujua kwamba ni makosa. Lakini kwenye masuala ya sheria inasema usipojua kosa sio sababu ya wewe kutokuchukuliwa hatua, kwa sababu sheria ziko wazi, kanuni ziko wazi. Ni jukumu la kila mmoja kujielimisha kuhusu hizo na kujua miiko ya utumishi wa umma ili aweze sasa kutekeleza majukumu yake ipasavyo. Ndugu zangu, niwapongeze sana mnaohitimu kwa sababu mmefanikiwa kutekeleza moja ya ibada. Najua haipo katika zile nguzo 5 mnazozifahamu, lakini amri ya kwanza aliyopewa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni kusoma, na elimu yoyote yenye manufaa basi hiyo ni ibada. Kwenye Qur'ani ukisoma utakuta kila aina ya fani zipo kule. Kwa hiyo si sahihi kutofautisha kama tulivyokuwa tumezoea na kuiona kwamba hii labda ni elimu ya dunia, alafu tena kuna elimu ya dini na kuiweka moja kwamba ni bora kuliko nyingine. Zote zinatakiwa zipewe umuhimu, tuweze kubalance, tuyatawale mazingira yetu kwa kujua elimu hizi, lakini pia tuweze kujijengea akhera yetu kwa kufahamu dini nasemaje na tutekeleze vipi. Kwa hiyo baada ya kuhitimu tayari mtaingia kwenye ajira, na ajira na yenyewe kazi ni ibada, na ni ibada ambayo tunaifanywa kwa masaa mengi, lakini wengi wetu tumekuwa hatupati fadhila ya thawabu kutokana na kazi hizi kwa sababu hatuchukulii kama ni ibada. Niwaombe sana, tunakosa thawabu nyingi sana kwa kutozingatia miko ya kazi na kuzifanya tunaoona sisi inafaa badala ya miongozo inasemaje tufanye kazi zetu hizi. Na tukiichukulia kazi kama ni ibada, nidhamu pia itaweza kuwepo. Kwa hiyo niwaombe sana, kuanzia sasa watakaopata ajira mpya, waliomo kwenye ajira, whether upo kwenye utumishi wa umma au sekta binafsi, chukulia kwamba kazi ni ibada na itendee haki, kuwa mwadilifu, kuwa mzalendo, kwa sababu kwa kufanya hivyo ndio tutaweka nidhamu kubwa katika utumishi wa umma na tutaweza kweli kuwatumikia wananchi kupitia nafasi zetu ambazo tumepewa. Na kila nafasi mtu uliopewa ni muhimu, hakuna iliyo bora kuliko nyingine, zinatofautiana tu, lakini zote zina umuhimu. Kwa hiyo pia tuache kudharauliana, kumuona mwenzako kazi yake haina maana. Hata kama mtu kazi yake ni kufanya usafi, hili holi leo lingekuwa ni chafu, tusingekuwa na hali nzuri. Kwa hiyo tumshukuru aliyefanya usafi akaweka mazingira haya sawa kwa ajili ya sisi wote. Sasa hivi tunafurahia kwamba hali iko vizuri. Kila mmoja kazi yake ina muhimu, na kwa pamoja hizi kazi tukizifanya vizuri ndio maendeleo ya taifa letu yataweza kupatikana. Sasa nimalizie kwa mara nyingine tena kwa fursa hii kukushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti wa Baraza na wajumbe wako, Mheshimiwa Waziri, bila kukuacha wewe, pamoja na Naibu Katibu Mkuu na viongozi wote wa chuo mlioko hapa, wahitimu wote, wazazi na walezi, waalikwa wengine wote, kwa sababu kuwepo kwenu hapa ndio kumefanya shughuli hii ionekane imefana, kwa sababu shughuli ni watu, na bila nyinyi kwa kweli tusingeweza kujivunia shughuli ambayo imefana. Nisiwasahau brass band pamoja na wengine wote ambao kwa namna moja na nyingine
wameshiriki katika kufanikisha sherehe hii. Baada ya kusema hayo, asanteni sana kwa kunisikiliza. Kuwa wa kwanza kupata habari zetu kupitia Zenji TV Online. Unachotakiwa kufanya ni kugonga neno subscribe, halafu bonyeza alama ya kengele. Pia unapoipata habari yetu, usisahau kusubscribe na kushare.